Mheshimiwa Ali Omar Juma. Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa, wakati tunaakhirisha bunge hili tulizingatia kwamba tutakaporejea tutazingatia ibara ya 36 ibara fasili ndogo ya kwanza. Naomba uniruhusu kwa ruhusa yako kuisoma kwa ufupi. Bila kuathiri masharti ya sheria na kanuni hizi, mapendekezo ya marekebisho, maboresho au mabadiliko yaliyokidhi matakwa ya masharti ya kanuni hizi kuhusu sura ya rasimu ya katiba zinazohusika yatajadiliwa na kupigwa kura ibara kwa ibara katika kipindi kisichozidi siku moja. Mwisho wa kunukuu. Mheshimiwa, kwa mujibu wa michango ambayo tulijadili katika sura ya kwanza na sura ya sita tulikubaliana kwamba tutakaporejea katika bunge hili, jambo la mwanzo tutakuwa na hatua ya kupiga kura kabla ya kuendelea na lolote lile. Kuna marekebisho yameletwa katika ibara hiyo hiyo ya 36 ambapo kama nilivyosema awali kwamba yatatuchanganya kuweza kupatikana haki. Mheshimiwa, kwa ruhusa yako naomba ukubali kwamba kabla ya kanuni hizi mpya, marekebisho haya kupitishwa, tuendelee na hatua ya upigaji kura ya sura ya kwanza na sura ya 6 ambazo tayari zimeshajadiliwa na mjadala wake umefungwa, ili kuwaonyesha Watanzania kwamba kweli theluthi 2 za upande wa Tanzania bara na theluthi 2 za upande wa Zanzibar zimeridhia sura hizi 2, ili tuendelee na mchakato wa sura nyingine na kuifanya huo muda ambao rais ametupa wa miezi 2 kwenda nao kwa muda muafaka. Vinginevyo Mheshimiwa, hofu yangu kwamba katiba haitopatikana kwa wakati na hakutokuwa na hatua ya kupiga kura. Tunaendelea kujadili rasimu, sura nyingine za rasimu kwa utaratibu upi bila kuwepo na haki ya kujua kwamba hichi kimekubaliwa na kipi kimekataliwa, ili kuwafanya Watanzania ambao wanalifuatilia bunge hili kuona kwamba kweli bunge maalum la katiba kweli lipo katika hatua muhimu ya kujadili mambo ya msingi ambayo ndio waliotuweka hapa. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimalizie kwa kusema kwamba kila sababu kwamba kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara 98 lazima izingatie kwamba haki ya kupiga kura kwa kila sura ambayo tumejadili imepewa kipaumbele na kutolewa maamuzi badala ya kuakhirisha na kurundika sheria nyingine. Mheshimiwa, naomba kutoa hoja. Sasa Mheshimiwa, sijui umechangia, umeingia kwenye utaratibu tena. Kwa hili nadhani nimechangia. Naomba nifafanue tu. Maamuzi ya kipi kiende wapi kwa mujibu wa kanuni zetu yanafanyika na kamati ya uongozi. Kamati ya uongozi inakaa, inaona katika uendeshaji bora wa shughuli zetu tuendeje. Wazo lilokuwapo awali la kila sura 2 zipigiwe kura kwa sasa wala haliendesheki, kwa sababu ndio hilo linatupa siku 130. Lakini cha pili, baada ya kutathmini tumeona kwamba huwezi kupata mtiririko mzuri wa katiba ikiwa utakuwa unapiga kura vipande vipande, kwa sababu mathalan ukipiga kura kwenye ibara ya kwanza, sura ya kwanza na ya 6, ukaenda sura ya 9 ukapiga kura na mambo yakagongana na sura ya kwanza na ya 6 kwa sababu umeamua vingine kwenye sura ya 9, kamati ya uandishi itaandika kitu gani sasa? Tutakuwa tunaandika, ama sivyo tutakuwa tunarejea tena kupiga kura kurekebisha sura zilizogongana. Ndio maana ya marekebisho haya ya leo, kwamba tuende kwa pamoja tuone mambo yamekaaje, mtiririko mzuri. Kamati ya uandishi baada ya kukusikilizeni itaainisha, na kwenye hotuba yangu nimesema mtajadili zile 15, mnaweza kuongeza nyingine. Zile 2 mna nafasi ya kuzitazama
kwa mujibu wa mtiririko wake na zile 15 au zaidi. Baada ya hapo tunapiga kura kama sheria inavyohitaji, ibara kwa ibara, lakini tukiwa na rasimu iliyokamilika. Hiyo ndio uamuzi wa kamati ya uongozi. Tunaendelea. Namuita sasa Mheshimiwa Maria Hewa. Wakati huu ajiandae Mheshimiwa Dr. Hamis Kigwangalla. Asante mwenyekiti. Mimi ninaombi tu katika meza yako. Mheshimiwa mwenyekiti, tuna siku 60. Lakini kwa uzoefu ambao ninao katika bunge hili, mara nyingi wabunge wanafika lakini wanaahirishiwa taratibu kwa sababu ya udhaifu wa ofisi. Tunapofika tunakosa vitendea kazi, tunaahirisha. Tena mnakuja jioni, tunaahirisha. Ombi kwako Mheshimiwa mwenyekiti, wewe ni wa viwango. Nikuombe kabisa kuwa kweli mkali katika hili. Tunapofika tunafika na vitendea kazi viwe tayari. Asante. Asante Mheshimiwa, tunatambua hilo na tutajitahidi. Wenzangu nao wamesikia. Namuita sasa Mheshimiwa Dr. Hamis Kigwangalla, atafuatiwa na Mheshimiwa Idrisa Kitwana Mustafa. Nakushukuru Mheshimiwa mwenyekiti kwa kunipa fursa hii nami nitoe mawazo yangu. Awali ya yote nichukue fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa namna ya kipekee kabisa kwa mara nyingine tena kutuwezesha kukutana hapa tukiwa wazima buheri wa afya. Lakini pili, niwapongeze wewe mwenyewe na kamati yako ya uongozi kwa kazi nzuri mnayofanya, lakini zaidi kwa kufikiria kuleta mapendekezo ya marekebisho katika kanuni za bunge maalum za mwaka 2014. Maana yake wengi wetu kwa kweli tulipata mashaka sana tulivyokuwa tukiona huko nje kwenye quarters mbalimbali maridhiano yakishindikana. Mara viongozi wa dini nashindikana, mara leo tunasikia Jaji Mutungi anajaribu kutafuta suluhu ya mambo mbalimbali aliyokuwa yakibishaniwa, inashindikana. Tukaanza kupata hisia kwamba pengine tusiwe na uwezekano wa kuendelea na mchakato huu katika hatua hii ya bunge maalum la katiba. Lakini fikra zenu sahihi ambazo ninaziunga mkono 100% zimepelekea leo kurudisha matumaini kwa Watanzania kwamba kuna uwezekano tukafika salama kwenye mchakato huu wa kuandika katiba mpya ya taifa letu. Na mimi watoe mashaka wa Tanzania, na haswa kutokana na lile ambalo Mheshimiwa rafiki yangu Sheikh Ali hapa alikuwa analiongelea kwamba haki ya kupigiwa kura kwa kila ibara. Hilo halina shaka kabisa. Umelifafanua, lakini na mimi naomba niendelee kutoa msisitizo kwamba ukisoma kanuni zile za bunge maalum ambazo zinaishi leo hii, kanuni ya 32 inasema wazi kabisa mamlaka ya kupanga shughuli za bunge maalum yatawekwa chini ya kamati ya uongozi na mamlaka yote ya utaratibu yatawekwa chini ya kamati ya uongozi. Hivyo kwa kuwa kamati ya uongozi ya bunge maalum la katiba imetumia mamlaka yake kutuletea mapendekezo ya utaratibu wa namna bora ya kuendesha shughuli za bunge maalum, hakuna kilichokiukwa. Lakini pia uhakika kwamba haki ya kila ibara kupigiwa kura unawekwa katika mapendekezo haya kama yatapita katika mjadala unaoendelea kwenye hii kifungu cha 46, kama yatapita kama yalivyo, maana yake ile haki na ule ulazima wa kila ibara kupigiwa kura utakuwa umezingatiwa. Hivyo hakuna kitakachokuwa kimeharibika. Kitakachotokea sasa hivi actually ni maboresho mazuri zaidi kuliko ilivyokuwa awali, kwamba kwa mfano mmepitisha sura ya kwanza na sura ya 6, alafu mkafika kule mbele sura ya 15 mkagundua kuna matatizo
ambayo yana uhusiano na sura ya kwanza na sura ya 6. Mnafanya nini sasa wakati mlishafanya uamuzi kuhusiana na sura ya kwanza na sura ya 6? Maana yake tungekuwa tunakwenda back and forth bila kupata progress ambayo ina uhakika. Lakini hili sasa litatuhakikishia kwamba pale mwishoni tutakapofika kwamba sasa tuna rasimu kamili, tunapiga kura ya kufanya uamuzi kwa kila sura kama ambavyo inaelekezwa. Na kama tutakwama, basi we will cross the bridge when we reach there. We will know how to cross the river when we reach there. Tutajua tutacross vipi. Lakini katika hatua hii uamuzi uliofanyika ni wa busara na unarudisha matumaini kwetu sisi wa Tanzania, hasa wa kizazi hiki ambao tunaamini tumepata fursa ya kipekee kushiriki katika mchakato huu wa kutunga katiba, kwamba sasa tunaandika katiba mpya ambayo ni azama hizi na inaandikwa kwa kiasi kikubwa tukiwemo viongozi wa kizazi hiki ambao tupo katika bunge hili maalum la katiba. Na kwa maana hiyo katiba itazingatia mambo mengi ambayo sisi tunaamini yataleta muafaka zaidi katika uongozi wa taifa letu kuliko ilivyokuwa pale awali. Kuna mambo mazuri ambayo yanatakiwa yako kwenye katiba kama ulivyosema kwenye hotuba yako, na mimi niungane na wengine waliosema kwamba pengine hotuba hii ingechapishwa kwenye magazeti ili Watanzania wakajisomea wakaona umuhimu wa yale mambo mazuri uliyosema hapa. Mambo ya tume huru za uchaguzi kama ambavyo tunafahamu wenzetu huko wanadai sana, haya yote yanaweza yakapatikana humu ndani, hayawezi kupatikana kule mtaani. Lakini baada ya ibara hii ya kifungu hiki cha 46, Mheshimiwa Mwenyekiti, nilikuwa naomba nipendekeze kwa kutumia kanuni ile ile ya 32 ambayo ilikupa nguvu ya kutuletea mapendekezo haya, kwamba ni kwa nini kamati yetu ya kanuni isifikirie kutunga kanuni nyingine, pengine wanaweza wakaleta kwenye marekebisho baadaye, kuongeza kanuni nyingine ambayo italeta udhibiti kwa wajumbe. Mtampelekea, tunawapa mamlaka sasa kamati ya uongozi ya kuwa na uwezo wa kupendekeza kwa Mheshimiwa Rais pengine kusitisha ujumbe wa watu ambao wamo katika mchakato huu lakini wamejitoa na badala yake wanaenda kupotosha umma huko nje. Sasa kama tunapofanya mabadiliko haya itadhihiri kuna umuhimu wa kufanya hivyo, nipendekeze kamati yetu ya kanuni iangalie uwezekano wa kuweka kanuni ambayo itawapa kamati ya uongozi mamlaka ya kufikiria na kubaini ni namna gani mtu ambaye ana mamlaka ya kuwemo humu ndani sasa hayumo humu ndani kutunga katiba, lakini anafanya kazi zake nje ya chombo hiki ambacho kipo kisheria, ama anakikosoa akiwa nje, wakati utaratibu wa kikanuni upo wazi kabisa kuhusiana na mambo ya mashauriano pale ambapo tumetofautiana, na namna ya kufikia maridhiano pale ambapo tumeshindana, na namna ya kufanya uamuzi ndani ya vikao halali vya bunge hili. Sasa leo hii kuna watu wanazunguka huko, kuna wengine mfano wajumbe wa tume kazi yao ilishaisha, tume ilishavunjwa, lakini kila siku kukicha kazi yao ni moja tu, kuitisha makongamano, midahalo, na kila siku ni kulitukana hili bunge, kusema hili bunge halina mamlaka ya kubadili rasimu, wanayoyajadili mle hayamo kwenye rasimu, hayatokani na wananchi. Sasa sisi tunafanya nini hapa? Hivi maana yake ni kweli kwamba sisi hatukupaswa kujadili, kubadili ama hata kuandika vifungu vipya humu ndani ya bunge hili? Huo ndio ukweli wanataka kuwaelewesha Watanzania? Ni upotoshaji ambao hauna maslahi yoyote yale chanya kwa taifa letu, na ni mambo ambayo hatupaswi kuyaruhusu yaendelee kutokea. Sasa sijui ni nani anaweza akawa na mamlaka ya kuwazuia watu wale kutokufanya ule upotoshaji, angalau hata kibinadamu, kijentleman tu, mkaongea nao nyewe wazee wenzao, mkawaambia kazi yao ilishaisha, walihurumia ili taifa, watu wache tuandike katiba. Wakati wao wanaandika, sisi tulishatunga sheria na tulijua kwamba miongoni mwetu, kwa mfano sisi wabunge, tulijua kwamba tutakuwa wajumbe kwenye bunge hili, lakini hatukuingilia mchakato wa tume ya mabadiliko ya katiba, tulinyamaza. Walikuwa wanafanya mambo yao, tunaona kwenye vyombo vya habari, tunasoma, tunasikia, tulinyamaza kimya, hatukuingilia ule mchakato wa tume. Baadaye sasa imekuja zamu yao, imeisha, sasa ni zamu ya bunge hili, na sisi sasa tunaanza kuandika katiba, na sisi tunafanya kazi yetu kwa mujibu wa sheria na hatujakiuka sehemu. Ukiwauliza, nimewahi kwenda kwenye kushiriki mdahalo na Mheshimiwa Jaji Warioba,
Nikasema sasa ni sehemu gani ambayo sisi tumekosea mle ndani ya bunge maalum la katiba? Hakuwa na majibu, kwa sababu hakuna kilichokosewa. Lakini leo hii wanakusanyana, leo kongamano Mlimani, leo kongamano sijui wapi, leo kwa wanaharakati wanajadili, na kazi yao ni moja tu. Kila siku kwenye TV wameshapewa coverage, kila siku kazi yao ni moja tu, kuiponda kazi inayofanyika humu ndani, kana kwamba sisi hatuna uhalali wowote ule, kana kwamba maoni yaliyopo ndani ya katiba ile ya rasimu ile ya katiba hayapaswi kuguswa. Kwa nini? Kwa sababu kama ingekuwa hayapaswi kuguswa, kulikuwa hakuna haja ya kutupa sisi siku 70 na leo kuongezewa siku 60. Manake tungekuja hapa tungekaa wiki moja, tukagonga muhuri, tukapeleka kwa wananchi kwamba kazi imekamilika. Ama pengine kungekuwa hakuna haja hata ya kuwa na hili bunge maalum la katiba, tume wangeandika wao wenyewe, baada ya kuandika wakapeleka kwa wananchi, wananchi wakapigia kura, wakaamua kama ndio katiba wanayoitaka ama sio. Lakini kama sisi tulikuwa tuna mamlaka na tunapaswa kwa namna yoyote ile kufanya mabadiliko ama kuandika ama kurekebisha kilichokuwemo kwenye rasimu ya katiba, basi watu wache tufanye kazi. Na ninachokipendekeza hapa, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kwamba wewe utazame na wazee wenzako, muongee na hawa wazee wenzenu, waache kupotosha umma kwa maslahi ya taifa hili. Sisi wengine tunakereka, hatupendi kuwasema wazee wetu, lakini itafika mahali na sisi tutaanza kuwasema. Watu hawa wamelelewa na nchi hii, wamepewa nafasi nyeti za uongozi wa taifa hili. Hivi hii ndio shukrani yao baada ya kupewa heshima kubwa namna hiyo na taifa? Hapana. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaomba sana mtazame, kama inashindikana kuweka kwenye kanuni, kuipa mamlaka kamati yetu ya uongozi ya bunge maalum ya kupendekeza namna bora ya kuwashughulikia watu ambao aidha kwa namna moja ama nyingine walishiriki katika mchakato huu katika hatua yoyote ile, ama wamo katika mchakato huu. Kwa mfano wajumbe wenzetu ambao wametoka nje, kwamba ni namna gani wanashughulikiwa huko nje waliko, kuliko kuendelea kufrustrate taifa kwenye jambo nyeti kama la kuandika katiba. Mheshimiwa Mwenyekiti, naunga mkono hoja hii na ninaomba tupitishe bila kuchelewa, ili mchakato huu uendelee mbele bila kukwama. Nakushukuru. Shukuru Mheshimiwa. Na hata kanuni tulizozipitisha na wenzetu wakituongoza baadhi yao kwenye 36 pale, zinasema kabisa kwamba pale ambapo mapendekezo ya marekebisho, maboresho au mabadiliko yatakubaliwa, ibara inayohusika ya rasimu ya katiba itahesabiwa kwamba imepitishwa pamoja na mabadiliko yake. Hii ndio kanuni ilivyokuwa na tulitunga kwa pamoja. Nashukuru sana Dr. Kigwangalla kutukumbusha hilo. Naomba nitangaze kwamba Mheshimiwa Mwenyekiti wa kamati ya uandishi, Mheshimiwa Andrew Chenge, anaomba wajumbe wa kamati ya uandishi leo saa 7 mchana wakutane pale ukumbi wa Msekwa B. Kamati ya uandishi saa 7 mchana leo, ukumbi wa Msekwa B. Tunaendelea waheshimiwa. Namwita sasa Mheshimiwa Idrisa Kitwana Mustafa, atafuatiwa na Mheshimiwa Suleiman Jafo. Wakati huo Mheshimiwa Doreen Maro ajiandae. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza na mimi nichukue fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kutujalia leo hapa na sisi tukaamka tukawa na nguvu mpya, ari na kasi yake, lakini si ubabe na ujanja wetu, ni uwezo wa Mwenyezi Mungu mwenyewe kutujalia tukaamka na pumzi hizi. Mwenyekiti, nilikuwa nataka nichangie kanuni ya 47, lakini kwa idhini yako Mwenyekiti, kabla sijachangia, basi ningekuomba na ningewaomba wajumbe wenzangu wa bunge hili maalum nitoe ushauri ama ushawishi ama nitumie lugha gani, lakini niseme neno moja la busara sana. Mwenyekiti, sikusudii kupinga kile ambacho wenzangu nao wanachangia,
lakini hata na sisi eji zetu hizi pamoja na udogo wetu tunastahili kutoa maneno ya hekima kama yale ambayo wewe mwenyekiti unatoa. Mimi nadhani mwenyekiti, maneno aliyosema ndugu yangu kaka yangu Dr. Kigwangwala pale ni mazuri na niseme message sent. Lakini pia hata wewe mwenyekiti, wakati unatoa speech yako, basi ingelitosha kuonekana yale maneno mazuri ambayo umeyasema na Watanzania leo wanatusikiliza, basi tungesema ni quite enough. Lakini sasa mwenyekiti, tukiendelea kuwa bunge hili limekuja upya, limezaliwa mwezi mpya, hata mambo yake mapya ambayo leo tunatakiwa tuyaunge mkono, basi ni vyema tukaconcentrate kwenye bunge zaidi na tusifanane maana tunapoendelea kuwajadili watu ambao hawapo tunaonekana sasa tunafanana nao. Itakuwa sasa tunajibu ya nje na ndani, nje na ndani. Nafikiri Watanzania wanatusikia. Kitakachofanya sisi kuonekana kwamba kizuri tunakifanya ni tutakapokuwa tumetulia kwenye bunge, tunajadili yale mambo ya msingi. Watanzania ni waelewa, wataelewa tu. Lakini kumtaja tena mtu ambaye yupo nje na yeye tayari ameshatukataa, mimi sioni sana kama busara kwa wakati huu. Hebu tuwaoneshe Watanzania kama tunaweza kujadili kitu ambacho wao kitawasaidia ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hilo mwenyekiti, nilikuwa na mimi tunaomba niwasihi wenzangu. Ni kweli lazima jambo likawa linakera sana na ukasema it is tiresome, lakini sasa si wakati, sioni kama ni hikima sasa kuanza tena kumjadili mtu ambaye ndani ya bunge letu hayumo. Ni vyema kwa wakati huu tulio nao, hebu tufanye kazi ambayo Watanzania wametutuma ili tusitumie zile siku 60 vizuri kwa ukamilifu wake, na badala yake sasa tusitumie muda mrefu sasa tena hilo nilikuwa naomba niliseme. Lakini mwenyekiti, nilikuwa naomba nichangie tu kanuni ya 47 ambayo mwenyekiti wa kamati pale aliwasilisha. Mimi kwanza niunge mkono kusema kwamba hakuna tatizo ya hilo, lakini kwa uzoefu tu na mimi ambao mdogo nimeupata wa vikao vyetu vya mwanzo vya bunge, nilikuwa nimeobserve kitu hapa ambacho naona kamati yetu hakukiangalia. Wameona muda wa kuwasilisha maoni ya wachache na wengi, lakini hawakuangalia muda wa kuchangia individual. Hapa umewekwa dakika 10. Ukweli mwenyekiti, kuna maneno mengine au michango mengine inakuwa mizuri na dakika 10 zinakuwa ni kidogo sana. Sasa angalau ningeliomba mwenyekiti hapa tufikiri angalau ziwe 15 badala ya 10. Na nasema hivi kwa sababu kama tunasema bunge hili ni shirikishi pamoja na wananchi wenzetu huko nje wapate kutusikia, tunapoambiwa basi yaliyobaki utawasilisha kwenye shadow of amendment au na utawasilisha kwa maandishi, yanatoa ladha mwenyekiti ya watu wetu kuyasikia vizuri, na pengine tunakuwa tumeyabakisha mambo ambayo pengine na yeye akisikia anasema yes, mbunge wangu amechangia vizuri kwenye hili, na zile taasisi zilizotutuma nazo zinaridhika kwenye hilo. Sasa inawezekana asimalize, lakini angalau zitatuvuta dakika 15. Sasa mimi mwenyekiti, mchango wangu ulikuwa kwenye hilo tu, kwenye ile 47 fasili ya D pale ambayo inasema kila mjumbe anayejadili hoja ataruhusiwa kusema kwa muda usiozidi dakika 10. Basi angalau uwe 15 mwenyekiti. Kwa hiyo mimi mwenyekiti naomba langu hilo tu, asante. Nakushukuru sana mheshimiwa. Tunaendelea na wachangiaji. Sasa ni zamu ya mheshimiwa Suleiman Jafo, atafuatiwa na mheshimiwa Doreen Elipokea Maro. Ajiandae mheshimiwa Nancy Mrikaria. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza mimi awali yote napenda sana kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye kwa mara nyingine ametukutanisha katika bunge hili muhimu. Lakini pili, nipende kukushukuru wewe kwa kunipa fursa hii kuongea machache.
Lakini kubwa zaidi, ningelipenda mwenyekiti hasa kuanza na kuwapongeza wabunge wote ambao kwa mustakabali wa kwanza tunaanza swala zima la kupitia marekebisho ya kanuni. Lakini kubwa zaidi mwenyekiti, nipende kukusifu sana wewe na kiti chako, kwamba huo ndio uongozi, huo ndio ukomavu, na huo ndio manake tunalipeleka taifa letu mbele. Mheshimiwa mwenyekiti, katika kanuni zetu hizi, katika marekebisho ya kanuni namba 54, mapendekezo ni kwamba mwenyekiti wa bunge maalum na makamu wake wawe miongoni mwa watu wataotambulika rasmi katika kamati ya mashauriano. Mimi mwenyekiti napongeza sana, kwa sababu tunajua tuna siku 60. Ninajua katika kamati ya mashauriano ya mambo mengi zaidi, lakini wapo wewe utajua kwamba jinsi gani mashauriano yale na majadiliano yale yanaenda katika swala zima la kulinda muda wa taifa letu hili. Lakini mwenyekiti, mimi nitaka niwape moyo sana wabunge leo ambao wamejazana katika bunge hili wakati tunapitisha hizi kanuni, kwamba Mungu anawaona kwa kazi njema mnayoifanya, na hakika Mungu atawalipa zaidi kwa hiyo mnayoifanya. Na Mungu mwenyekiti, najua wazi kwamba binadamu yoyote atakayofanya jambo lolote ambalo litagharimu maisha ya Watanzania, basi binadamu Mwenyezi Mungu naye atamlipa kwa kadiri Mwenyezi Mungu alivyoona kwamba yeye amechangia. Na wale wote ambao wamekuja hapa kwa ajili ya mustakabali wa nchi yao, kwa ajili kujadili swala zima la katiba ya nchi yao, Mungu naamini atawalipa katika hilo. Mwenyekiti, naomba tuendeshe na busara zako, naomba uzidi kutuongoza. Mimi kwa kweli naunga mkono mabadiliko yote ya kanuni hizi na maboresho yake kwa kadiri wajumbe walivyochangia. Kwa kweli mwenyekiti, mimi nina imani wabunge leo ni mashahidi katika mabenchi yao, harama ya wino wa dhahabu imeshaanza kujitokeza. Hii ni dalili tosha kabisa kwamba kweli wabunge sasa wanaenda kutengeneza katiba yao. Mwenyekiti, naomba sana wajumbe wenzangu wote tuongozwe na busara kubwa kwa ajili ya taifa letu. Busara hii itatusaidia sisi tukapata katiba yenye kujivunia, hali kadhalika tukapata nchi yenye kusimama na nchi yenye kujivunia. Mwenyekiti, mimi sina hayo, nitaka nizungumze hayo machache tu, na kushukuru sana kulipa fursa hii kuongea kwa machache. Asante mwenyekiti, naomba mkono hoja hii 100%. Asante sana. Naendelea. Asante Mheshimiwa Jafo. Mheshimiwa Doreen Maro atafuatiwa na Mheshimiwa Nancy Mvikaria. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza napenda kumshukuru Mungu kwa kunipa nafasi ya afya njema ya kuweza kuwa mahali hapa tena katika siku hii ya leo, na pia nikushukuru kwa hotuba yako nzuri uliyotufungulia kwa siku hii ya leo. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nilikuwa ninachangia kwenye hii kanuni ya 47. Katika kanuni hii, katika vikao vyetu vilivyopita, ilikuwa tumechukulia maoni ya walio wachache kama maoni ya upinzani, yani kama watu ambao sio yani vyama vingine. Lakini kwa maeleo ni kwa jinsi ambavyo tunaelewa maoni ya walio wachache ni yale maoni ambayo hayakuungwa mkono vizuri katika kamati. Sasa ombi langu basi au pendekezo langu katika huku kuchangia maoni ya walio wachache, yachukuliwe maoni yote ya wale ambayo hayakuungwa mkono vizuri katika kamati, na si maoni ya wale yani ambayo wapinzani wameyaunga. Maana ukiangalia katika vikao vilivyopita ilikuwa maoni ya wachache imechukuliwa ni maoni ya upinzani, kitu ambacho sicho. Mimi ningependekeza na maoni yangu iwe maoni ya walio wachache ni yale ambayo hayakuungwa mkono vizuri na walio wengi katika kamati. Baada ya kusema hayo mwenyekiti, mimi naunga mkono yote yaliyopendekezwa, kanuni zote. Asante. Asante. Namwita sasa Mheshimiwa Nancy, atafuatiwa na Mheshimiwa Vincent Venance Mzena kwa upendeleo maalum, mwenzetu mlemavu. Nashukuru mwenyekiti kupata nafasi hii. Kwanza nianze kukupongeza mwenyekiti wa bunge maalum kwa hotuba yako nzuri. Pia naipongeza kamati ya kanuni kwa kazi kubwa ambayo wameifanya. Mheshimiwa mwenyekiti, mimi naomba niende moja kwa moja kwenye kanuni ya 32 ambayo inazungumzia katika kifungu ambacho kimeongezwa
10A, taarifa ya kamati inayojumuisha maoni ya wajumbe walio wengi na walio wachache kuandikwa kwa kufuata mwongozo utakaopendekezwa na kamati ya uongozi. Mwenyekiti, naunga mkono hii hoja kabisa, kwa sababu hata katika kamati kipindi kilichopita, katika taarifa ya maoni ya walio wachache, tuliona kwamba waliandika taarifa ambayo ilikuwa nje ya rasimu, walileta mambo mengi ambayo yalileta taarifa ambayo ilikuwa nje, ambayo pia ilileta mkanganyiko na kuleta mtafaruku. Lakini kwa hili naunga mkono hii hoja kwamba itasimamiwa kikamilifu na kamati ya uongozi na kupata taarifa kamili. Asante Mheshimiwa, naomba kuwasilisha. Nashukuru Mheshimiwa. Kama nilivyosema, namwita sasa Mheshimiwa Vincent Venance Mzena, atafuatiwa na Mheshimiwa Dr. Zainab Gama. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Nitajikita moja kwa moja katika kuchangia haya mabadiliko ya kanuni hizi, lakini nitaenda kwa ujumla wake ili kwa ajili ya kuokoa muda. Katika uzoefu ambao nimeupata katika bunge hili maalum la katiba, Mheshimiwa Mwenyekiti, inaonyesha tatizo hapa. Tunaweza kubadilisha kanuni vizuri na kwa malengo mazuri. Na kwa mfano, tunaweza kutoa mfano halisia kabisa. Katika kanuni ya 32 ilikuwa ina malengo mazuri kabisa kwa ajili kupata watu ambao vitu vyao havielezeki au havieleweki vizuri, lakini kwa sababu ya nia, yani nataka kuzungumzia nia au objectives za vile vitu ambavyo vinazungumziwa, watu huwa tunabadili kazi ya jambo fulani. Sasa ninaomba kwa ujumla wake mabadiliko haya ya kanuni ambayo yamefanyika yazingatie nia ya mabadiliko yenyewe, isiwe tena ikatwisti mpango mwingine ambao utakuwa unaharibu yale madhumuni ambayo kanuni hizi zimebadilishwa. Kwa hiyo hata katika mabadiliko ya kanuni ya safari hii ambayo tumefanya, tunakubaliana nayo kabisa kwamba ni mazuri kwa asilimia zote, kwamba tuna malengo kutengeneza bunge ambalo lenye heshima. Maana tulipopita tulikuwa tunaonekana, hata huko njiani tunaonekana vituko, tulikuwa tunafanya kitu cha maana, lakini njiani mtu anaonekana mnaenda kutukana au kufanya nini. Lakini sasa hivi tunataka tutengeneze bunge ambalo lenye heshima na busara. Sasa kwa mazumuni hayo ibaki hivyo, isiwe tafsiri nyingine. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba pia katika pamoja na mabadiliko haya ambayo tumeamua kuyafanya, iwekwe kitu supplements kwa ajili ya uwezo wa kanuni ile ambayo inasaidia kutangua kanuni zingine, kwa sababu lazima zibaki kanuni ambazo za msingi, ili tusiweze kuwa tunagusa kila kanuni kila tunapojisikia. Tukigusa kila kanuni kila tunapojisikia, ina maana ndivyo inapoingia nia iliyo mbaya. Nafikiri Mheshimiwa Mwenyekiti unanielewa, kwa maana ile kanuni ambayo ya 85 usikosei, ambayo inaruhusu kutengua baadhi ya kanuni pale inapotakiwa. Sasa inaweza tumejitengenezea kanuni nzuri, lakini inawezekana kutokana na nia zisizokuwa nzuri ikaamuliwa kanuni fulani, hata hiyo ambayo tumekubaliana sisi sasa hivi, ikionekana inabana vitu fulani ambayo sio vizuri au inazingatia upande fulani wa mawazo, basi kanuni hizo, kanuni ya 85 inatumika sasa kutengua kanuni zile ambazo tumekubaliana ambazo ni nzuri. Kwa hiyo mimi nachokiomba iwepo supplements ya baadhi ya kanuni ambazo hazitakiwi kuguswa mpaka tukimaliza mchakato huu. Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Nimekuelewa Mheshimiwa. Tunaendelea, tunabadili tu inapokuwa lazima kama hivi. Hatungeweza kukaa siku 130, na pia swala la nidhamu limelalamikiwa na jamii, ndio maana tumeyaweka hayo mawili. Tunaendelea. Mheshimiwa Dr. Zainab Gama namwita sasa, atafuatiwa na Mheshimiwa Agata Harun Senyagwa. Wakati huo Mheshimiwa Hamad Rashid Mohamed ajiandae.
Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwanza kabisa mimi naomba niwapongeze wajumbe wote waliofika. Hii ni dhahiri, ni sura inaonyesha wananchi waliotoka nje ni wachache. Wanaopiga kelele ni wachache, sio wanaotaka kujadili. Kwa hiyo mimi naomba niwapongeze. Na ikiwezekana Mheshimiwa Mwenyekiti, ulisema ni watu zaidi ya robo tatu. Naomba tuseme namba kamili ili wajulikane waliokuwa nje ni wangapi. Ni kweli. Pili, Mwenyekiti, bunge hili tumeingia tukiwa wajumbe wa bunge la katiba. Unawezekana mawaziri, wabunge, wale 201, lakini wote tumechanganywa ni wajumbe wa bunge la katiba. Ombi langu katika hizi kanuni tuseme hivi: mtu asiyehudhuria ndani ya bunge hili la katiba bila ya taarifa au sababu maalum katika kipindi, naomba niseme siku 15, afutwe, asiwe mjumbe. Na wale 201 kwa sababu wameteuliwa na rais, tumuombe rais ateue wengine. Mimi hilo nilikuwa naomba litusaidie sana. Lakini lingine kwenye swala la kujadili maoni ya walio wachache, ombi langu wajadili yale tu yaloingizwa katika kamati, tukayajadili katika kamati, kisha yakaonekana wao ya wachache, sio waongeze mengine. Kwa sababu kilichotokea kipindi kilichopita ni watu wanakuja hapa wanazungumza vitu tofauti na vile ambavyo tumejadili katika kamati. Kwa hiyo yasomwe tena, yasomwe yale tu yaloletwa katika kamati tukayajadili, hayakuungwa mkono na watu wengi, na waingize na yale ambao wengine waliyajadili kipindi kilichopita. Kuna baadhi ya sisi wanawake tulikuwa kati ya walio wachache, tukaleta hoja ambayo kwa bahati nzuri haikuungwa mkono, lakini walipokuja kuchangia hawakuieleza. Kwa hiyo mimi naomba hiyo iwekwe, wasome na wasome yale tu ambayo tumeyajadili. Mwenyekiti, ninaamini katika bunge lile bunge, sio ile bunge maalum, lile bunge lile, kuna kipengele cha kanuni kilichotoa uwezo bunge kuita mtu yoyote katika kamati yoyote, kuita mtu yoyote hasa kwenye kamati ya nidhamu, ile kamati ya nidhamu ndani au nje ya bunge. Kwa hiyo mimi naomba katika hapa bunge hili nawe liweze kumwita mtu yoyote wanaofikiri hasa nje ya bunge, wale wanaokwenda kinyume na sheria ya bunge, sheria ya bunge hili maalum. Kwa mfano, tulikuta katika watu wanajadili, mimi nilisikiliza, mtu anasema kuna wapumbavu na wajinga. Sisi tuliokuja ni wapumbavu, maana hata mpumbavu hata ukimfundisha haelewi. Tuwe na kanuni ndani ya bunge hili la kuweza kuwaita watu ndani ya kamati ya maadili ya bunge. Hii itasaidia mwenyekiti, itasaidia sana, kwa sababu upotoshaji ni mkubwa mwenyekiti, kiwango ambacho matusi ni makubwa, ambayo sisi tunachanganyikiwa. Tumeambiwa tusiwajadili, lakini kuna haja ya kuzungumza na wananchi wajue kinachofanyika hapa ni sahihi. Tume kazi yake imekwisha. Kazi ya tume imefanya nini? Imekwisha pale walipowasilisha hapa. Sasa wanakwenda kujieleza nini? Mbona sisi hatukuwaingilia wakati wanafanya kazi?
Samahani, mimi nalisema hiyo, nasema tusiyaseme, lakini ni vizuri wananchi wajue kazi ya tume imekwisha. Kama walifanya mazuri, walifanya mabaya, kazi yao imekwisha. Kazi ni yetu, wasituingilie. Mimi naomba, na ikiwezekana ndio ile kamati, tukiwa na kanuni hii tutaiita tume, kwa sababu muda wao wanakwenda kinyume cha maadili. Mimi mwenyekiti, nitaka nizungumze hilo na nikuombe sana itaje namba ya waliohudhuria. Nilitaka niitaje, lakini bahati mbaya sikupata hiyo namba, kusudi wajue jamani, hao wanaopiga kelele ni wachache, ni wachache, wana jambo lao nyuma ya pazia. Baada ya kusema hivyo, mwenyekiti, mimi naunga mkono 100% haya, na ninawaomba ndugu zangu, tukifika katika kamati tujitahidi kwa uwezo wetu tufikie hatua Watanzania wanatusubiri. Itakuwa ni aibu kukosa katiba mpya. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Dr. Zainab Gama. Kama nilivyotangaza, namwita sasa Mheshimiwa Agatha Harun Senyagwa, atafuatiwa na Mheshimiwa Hamad Rashid Mohamed. Wakati huo Mheshimiwa Almasi Maige ajiandae. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Mimi ni mjumbe wa chini ya mwamvuli wa wakulima. Mimi pia mwenyekiti, katika muda wote huu tangu bunge hili maalum la katiba limesitishwa, mitandao mbalimbali kweli ilikuwa ni tishio. Kila siku ukiangalia unakuta kuna mambo mapya, marumbano na mijadala inayohusiana na uwepo wetu hapa bungeni. Kwa kweli ulikuwa unanitia mashaka sana kwamba kweli tutaweza kurudi au kazi tuliyotumwa ndio imesitishwa. Kweli yale yaliyokuwa yanazungumzwa kwamba katiba ipatikane na waliokuwa wameiomba ni wale wale ambao wanatoa mijadala na baadaye wakaisusia, tena wanahitaji tena bunge hili lisiendelee kwa sababu za vitu vichache vichache tu vya siasa, kutafuta madaraka, kutafuta na mambo mengine ya uongozi kwa maslahi binafsi. Basi kwa kweli tunapata shida. Baadaye unakuta tena kuna ingia vitu ambavyo unakuta wanasema tuahirishe vitu vingine lakini irekebishwe mambo ya uchaguzi. Naona kwamba watu wanajikuwa wanajikanganya, lakini ndio hivyo, kila mtu ana mawazo yake. Kwa hiyo tulipokuja siku hii ya leo, mimi kweli nimeona ulipokuwa umesema mimi nahitaji kuhutubia, umehutubia. Hotuba yako Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi imenirudisha kwenye mstari ambao una imani ya kuendelea na kazi nzuri tuliyotumwa na Mheshimiwa Rais. Umeweka mazingira mazuri ya kutufanya sisi sasa, hasa wale wa 201, kuwa na matumaini kwamba kazi tuliyotumwa tutafanya. Kwa sababu muda wote tulikuwa na hofu. Maana uwezo hatuna, kuongea sana hatuna, wengi ni wataalamu. Lakini sasa tuna matumaini. Na hasa na hii kamati ya kanuni Mheshimiwa Mwenyekiti uliochagua, kwa kweli hii kamati, ile neno la ngangari wanasemaga ngunguli sijui. Kwa kweli wako ngunguli hawa. Hawa na uwezo mkubwa wa kuweza kuyatambua mambo na kuyaweza kuyachambua na kuyaweka vizuri. Wametuhamanize kweli, yani wametufanya tuweze kurudi kwenye mstari mzuri wa kuandaa sasa katiba maalum, yani kupendekeza katiba iliyo ya wananchi. Hata sasa hivi nafikiri kwamba wakulima pia watafurahi kusikia kwamba hali hii imetulia bungeni. Wanaimani sasa kile ambacho sisi tumetuma kuja kukifanya kitafanyika kwa umakini na kitaonekana kwenye katiba yao. Maana hii swala la kuongeza sura nyingine au kuongeza vitu mbalimbali ambavyo vimo kwenye rasimu sasa vinawezekana, na hasa sura mpya
inayohusiana mambo hayo ya ardhi, inayohusiana na mambo ya haki zao za msingi yataingia. Mimi nina imani kabisa wakulima wetu sasa na wafugaji wetu na watu wanaochimba madini, wanaofuga nyuki, wanaovua samaki, na imani kwamba sasa watapata kitu ambacho watakitegemea kwamba kiwemo kwenye katiba yao. Kwa kweli mimi nimefurahi kwamba kazi ambayo Mheshimiwa Rais aliyotupa heshima kubwa sasa naona tutaifanya kwa umakini. Kwa hiyo mimi naomba bunge hili sasa, mimi na imani kabisa wabunge wote wale wa Jamhuri na hawa wabunge walioteuliwa wote humu ni wana utaalamu fulani, wote wana utaalamu fulani, hata akiingia kwenye siasa, lakini wengine wamesomea utaalamu. Lakini sasa kwa sababu kajiingiza sana kwenye siasa, unakuta anasahau utaalamu, lakini wote tuna utaalamu. Kwa hiyo tukiutumia vizuri, katiba hii ya nchi itapatikana ambayo ni safi na imani kabisa. Na sasa tunaomba Mwenyezi Mungu ambaye ndio mweza wa kila kitu atuwezeshe kuyatambua yale ambayo yatawasaidia wenzetu kwa maslahi yao, kwa sababu sisi ni wachache tulio humu, mambo mengi tunayafanya kwa sababu ya watu wengi. Kwa hiyo Mungu atusaidie tuweze kuyafanya mambo ambayo yatawapendeza Watanzania wote. Nakushukuru sana mwenyekiti, na napongeza na naunga hoja kabisa ya marekebisho haya ya hizi kanuni, naona zimetuweka sasa mahali pazuri. Asante sana. Asante sana kwa mchango wako mheshimiwa. Kabla sijamwita Mheshimiwa Hamad Rashid Mohamed, ningeomba tuwatambue wageni waliomo. Wapo wageni wa Mheshimiwa Suleiman Jafo, mbunge wa Kisarawe, ambao ni viongozi wa dini kutoka huko Kisarawe. Yupo Father Constantine Ngatia Mutuoki ule pale, karibu sana, karibu sana. Mchungaji Wilson Jacob, asante sana. Mchungaji Boniface Mwendi, Padri Michael Uoga, Mchungaji Victor Njowela na ndugu Habel Samuel Mudo ambaye ni mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Kisarawe. Karibuni sana wageni wetu kutoka Kisarawe. Wapo wageni watatu ambao wamekuja kutembelea bunge maalum, ambao ni Mama Rose Munuo yule pale, amekuja na wanaye Patrick Kisima na Patricia Kisima. Simama. Karibuni sana, karibuni. Mfano mzuri, mama amewaleta wanaye kuja kuangalia shughuli za bunge. Karibu sana, karibu sana. Asante. Mheshimiwa Hamad Rashid Mohamed atafuatiwa na Mheshimiwa Almasi Maige. Ajiandae Dr. Ave Maria Semakafu. Mheshimiwa Mwenyekiti, niungane na wenzangu kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia tukafika tena Dodoma ili kuifanya kazi ambayo Watanzania wanatutegemea sana kwamba tulifanya kwa uadilifu, na inshallah Mwenyezi Mungu atuongoze tuifanye kwa uadilifu ili Watanzania wapate katiba ambayo italinda rasilimali zao, uhuru wao, na hasa kuangalia hasa hatima nchi yetu juu ya usalama na amani wa taifa letu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nikushukuru na nikupongeza sana. Umekuwa mpole, mnyenyekevu, umejitahidi kwa kila hali ili tupate maridhiano, tuweze kuendesha shughuli zetu kwa usalama na amani na kwa mafanikio ya taifa letu. Tunakupongeza sana kwa kazi hiyo nzuri sana uliyofanya, na leo tuko hapa wajumbe kukamilisha kazi ambayo taifa linategemea kuikamilisha. Lakini la pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, niweke angalizo tu kwa wenzetu wote wengine wafahamu, mabunge yote duniani, jambo lolote likishawekwa ndani ya bunge ni mali ya bunge. Ukesha kwa wataalamu wanasema ukesha table, ukishaweka pale juu ya meza, Mheshimiwa Spika, naweka kitu hichi juu ya meza, hiyo mali ni mali ya bunge.
na kwa maana hiyo bunge lina mamlaka ya kufanya wanachokitaka ndani ya mali yao. Sijapata pahala popote pengine kuona kitu kinachoitwa bunge likawa halina mamlaka hayo. Kwa hivyo kwanza hilo lieleweke na Watanzania waelewe kwamba chochote kinachowekwa juu ya meza hapa huwa ni mali ya bunge, na maana mali ya bunge maana ni mali ya wananchi, kwa sababu sisi tunafanya kazi kwa niaba ya wananchi. Kwa hivyo hilo watu walielewe. Kwa hivyo hakuna kitu chochote ambacho kitaingia ndani ya bunge hili kisifanyiwe marekebisho kama haya. Kanuni, kamati ya uongozi imetoa mapendekezo, imepeleka kwa kamati ya kanuni, imewekwa juu ya meza. Ndio maana wabunge hapa wana mamlaka ya kuzichambua haya mapendekezo na kusema hili tunalikubali, hili tunalikataa. Ningeomba kuleka hilo la kwanza la wazi. Lakini la pili, ili upate maamuzi unapiga kura. Ili upate maamuzi unapiga kura. Sasa huwezi kupiga kura kwa jambo ambalo hukuliamua. Kwa hiyo hilo nalo vile wananchi waelewe, wasipotoshwe kabisa kwamba bunge hili lina mamlaka, chochote kinachokaa hapa ndani ni mali yao, na kisha kwa ni mali yao wana haki ya kuamua na kupiga kura. Ukisha kuwa na mamlaka ya kupiga kura, una haki ya kupiga kura ya kukataa au kukubali. Ukishapata mambo hayo mawili, mengine yote ni bashara wanayozungumza watu. Nataka kusema hilo la jumla. Jengine, Mheshimiwa Mwenyekiti, nitaka niliseme la jumla vile vile ni kwamba tumekuja hapa mbele sote hapa, tumekamata vitabu vyetu vya dini na kula kiapo. Kwa utaratibu wote duniani, ukisha kuwa hutaki tena kukiamini kiapo chako, unajiuzulu ili uende na lile ambalo unaliamini. Ndio maana kukamata kitabu na kula kiapo. Kwa huwezi tena kutembea na kiapo chako. Kama umechaguliwa na rais, unamwambia rais, mimi naomba siwezi kutembea na kile kiapo, naomba kuachia nafasi yako. Huo ndio utaratibu wote duniani. Sasa ni vizuri ukajua kwamba hichi ninachokifanya nakifanya kwa madhumuni gani. Unamshuhudisha Mwenyezi Mungu na kamata kitabu chake kabisa kwamba mimi nakula kiapo nitawatumikia Watanzania katika jambo moja na mbili tatu. Unasema sasa na 100 jambo jingine, basi unarudi unasema kile kiapo nakifuta na naanza shughuli nyingine mpya ambayo nimeamua mwenyewe kufanya. Ningeomba nalo kulika angalizo ili tujue thamani ya hivi viapo tunavyokamata na kuvila, kwamba tunamshuhudisha Mwenyezi Mungu kwa jambo. Ukibadilisha mawazo, basi rudi tena mwambie Mwenyezi Mungu, pale mimi nimebadilika na kwenda kwa utaratibu mwingine na kula kiapo cha aina nyingine. Huo ndio utaratibu wenzetu wengine wote duniani wanaoheshimu viapo vyao, na ningeomba tuheshimu hilo. La nne, Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kanuni hizi jambo kubwa sana tunalozingatia ni muda tuliopewa, muda mfupi wa siku 60. Ningewaomba wajumbe wenzangu wote tuitahidi kadiri ya uwezo wetu kufika kwa wakati katika shughuli zetu za kazi. Tusende pale tukasaini halafu mtu akaonekana mitaani anazurura, tutakuwa tunafanya dhambi. Na waomba sana, siku 60 sio nyingi. Kazi ile mbele yetu ni kubwa na ni nzito sana. Inahitaji uadilifu wa hali ya juu ili Watanzania waweze kupata katiba wanayotegemea katika maisha yao. Ningewaomba sana tufike kwenye vikao vya kamati zetu kwa wakati, tuwasaidie wanaongoza vikao hivyo, twende na hoja ambazo zimo ndani ya ajenda yenyewe, ili hatimaye tupate maamuzi ambayo tutawasilisha hapa ndani ya bunge. Hili kwa ni ombi langu jingine kwa wenzangu wote. Jingine, katika bunge lililopita, Mheshimiwa Mwenyekiti, lugha hazikuwa nzuri hata kidogo, mpaka tufika pahala tulimelazimika leo kubadilisha kanuni kwa sababu ya lugha ambayo kwa nzuri. Halikuwa somo zuri kwa raia wetu wa Tanzania. Naomba sana tulobaki na watakao kuja, kama wataamua kuja, tuje na lugha nzuri za Watanzania ili waone kwamba tunayo haki, tunaheshimu na tunawaheshimu wao. Tumetoa mafunzo mabaya sana kwa vijana wetu wadogo waliokuwa wanaangalia vipindi hivi vya television. Ningeomba sana lugha zetu ziwe za kibinadamu, zenye heshima, zenye utu ndani yako, lakini zenye mafunzo kwa watoto wetu na vizazi vyetu mbele ya safari. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunaomba tena wajumbe tukisaidie sana kiti. Kupitisha sheria ni jambo moja na kuzitumia sheria ni jambo jingine. Tumepitisha hizi kanuni hapa na adhabu kali kali, lakini hazina maana yote kama sisi wenyewe tutajiheshimu tu. Basi tuvisaidie kiti kiendeshe kikao hichi
kwa salama na amani, bila ya kuvutana, bila ya kupata sababu ya kutumia nguvu. Kwa hiyo naomba sana tujitahidi kadiri ya uwezo wetu kuheshimu hizi kanuni na sheria tulizozipitisha sisi wenyewe. Tukifanya hivyo, kazi yetu na muda wetu wa siku 60 tutautumia vizuri sana. Lakini tukianza tena tukinyanyuka hapa na maneno mengi na kadhalika, tukaupoteza muda, siku 60 zitakuwa chache sana. Ningeomba sana tukisaidie kiti, tuongoze kikao hichi, tuende kwa salama. La mwisho, katika kanuni hizi zimezingatia zaidi namna tutakaweza kufanya kazi kwa ufanisi. Watu wanaweza kuanza kupotesha tu, sema wamekwenda pale kubadilisha kanuni na kadhalika. Kanuni hizi ni namna bora tutakavyozitumia siku 60 hizi tulizo nazo. Hakuna la ziada zaidi ya hilo, kwamba muda tulionao mchache, kazi ile mbele yetu ni kubwa. Tunachokitaka kufanya ni kuhakikisha kabisa tunapata katiba nzuri. Kuna wenzetu wanangoja huko sasa hivi waone mafuta yanachimbwa. Tumekaa pale Zanzibar miaka na miaka tunangoja katiba badilike ili mafuta yachimbwe. Hayachimbwi. Leo Wazanzibari wakipata katiba ambayo inaruhusu mafuta yao yachimbwe, watafurahi sana. Wakipata fursa ya kuweza kwenda kuomba misaada bila ya matatizo, watafurahi sana. Wakipata nafasi ya kwenda kwenye uwakilishi kwa yale mambo ambayo muungano hataki kujiwakilisha, watafurahi sana. Mimi nafikiri hizo ndio fursa ambazo tunazipoteza kwa kuto kushiriki katika kuwapatia watu katiba ambayo itatatua matatizo yao. Wakulima wangependa sana kuona ardhi yao, wafugaji wangependa kuona ardhi hii iliyoko Tanzania inatumika kwa manufaa yao. Yapo manunguniko makubwa tu, watu wanamiliki ardhi, wanazihodhi, hazitumiki kwa manufaa ya watu. Haya ni mambo ambayo tungeweza kuyajadili kwa undani na Wanatanzania wakafurahi na wakaona kweli rasilimali za nchi zinawafaidia. Ningewaomba sana waheshimiwa wabunge, tushirikiane pale ambapo hata wenzetu wachache wanahoja, tukae tuisikilize kwa makini, tuichambue, tuipe heshima yake ili tufikie maamuzi tunayotaka. Mheshimiwa Mwenyekiti, naunga mkono mabadiliko haya 100%. Asante sana. Asante sana. Nizamu sasa Mheshimiwa Almasi Maige, atafuatiwa na Mheshimiwa Dr. Ave Maria Semakafu. Wakati huo Mheshimiwa Asha Bakari Makame ajiandae. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na kukushukuru sana kunipa nafasi hii ya kutoa maoni yangu kuhusu mabadiliko haya ya kanuni zetu za Bunge, ningependa kuchukua fursa hii Mwenyekiti kutangaza kwamba umenisaidia sana kuondoa wingu ambalo lilikuwa limetukaba sisi huko nje kwa hotuba yako ambayo ninaita hotuba ya milestone katika bunge hili. Hakuna hotuba bora kabisa ambayo imehutubiwa katika bunge hili na ikatutia moyo sisi wabunge humu ndani, lakini pia makundi mbalimbali ambayo tuko humu ndani huko nje. Kundi kubwa sana la waajiri katika nchi hii tulikuwa tumeona wingu zito mbele yetu baada ya kuona dalili kwamba huenda bunge hili lisingekuwepo tena na katiba ambayo inapendekezwa isingepatikana. Tuna mambo mengi tunataka kuyapendekeza katika katiba ambayo itapendekezwa, hasa sura ya 4, hasa haki za waajiri. Lakini vile vile kundi zima la sekta ya ulinzi binafsi lilisoneka sana baada ya kuona dalili kwamba huenda, Mheshimiwa Mwenyekiti, bunge hili lisingeendelea. Sasa napenda kushukuru sana na pia niunge mkono maoni ya wabunge waliotangulia kwamba huenda hii hotuba yako nzuri na yoita mimi milestone iweze kujulikana na kusoma na Watanzania wengi, inaweza kuondoa matatizo ambayo yapo ya upotoshaji mkubwa wa madhumuni ya bunge hili na hasa majukumu ya bunge hili. La pili, Mheshimiwa, mimi nashukuru sana mabadiliko haya, hasa ile badiliko la Jumamosi, kwamba Jumamosi tuitumie sisi wabunge wa bunge hili kusoma nyaraka mbalimbali, lakini pia kujadiliana nje ya bunge ili tunapokuja wiki inayofuata tuweze kuwa tumejiandaa vizuri katika mijadala hii ya bunge ambayo itakuwa na manufaa kwa wananchi wote wa Tanzania. Na jambo la tatu, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kutokuwa na uhakika wa makundi gani wananchi kule nje, raia, makundi gani hasa yako ndani ya bunge hili rasmi. Nyaraka zote inasema
makundi ya ndani ya bunge lako Mheshimiwa Mwenyekiti ni matatu: wajumbe kutoka Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na wabunge kutoka katika Baraza la Wawakilishi Zanzibar na kundi